Sasa watu wengi wakiangalia kwa nini jina la Bwana Yesu Kristo badala ya jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo ni rahisi sana unaposoma katika Waebrania sura ya 1 mstari wa 1. Mungu ambaye alisema na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika Mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa hiyo Mwana ni mrithi wa kila alicho Mungu. Maana yake amerithi uweza, amerithi uungu, amerithi jina, amerithi mamlaka. Ndio maana alisema mamlaka yote ya mbingu na dunia nimepewa mimi Yesu. Anazungumza hiyo katika Mathayo 28 mstari wa 18. Kwa hiyo kwa kuwa Mwana amerithi kila kitu, ndio amerithi mpaka jina. Ukitaka kujua jina la Baba, amerithi Mwana. Ukisoma mstari wa 4, amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri ya jina alilolithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa hiyo Waebrania 1:4 inazungumza Yesu amerithi jina kutoka kwa Baba. Ili unataka kumjua Baba anaitwa nani, angalia Yesu anaitwa nani. Ukitaka kujua uwezo wa Baba, angalia uwezo wa Yesu. Sababu Yesu amerithi kila alicho Baba. Kwa hiyo akisema Yesu amesema Baba, kwa sababu amepewa mamlaka yote. Ndio maana alipoambia kila kitu kinafanyika kwa jina langu, kwa Kolosai 3:17, kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa nini? Walijua ndio jina la Baba, ndio jina la Mwana na ndio jina la Roho Mtakatifu. Ndio maana waliobatiza watu 3000 siku ya Pentekoste kwa jina la Bwana Yesu Kristo.